Kwa jina naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mabusi Peter, ambaye pia ndo kamanda wa mkoa wa Ilala, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Majira ya saa 10:45 jioni ya leo tulipokea taarifa ya ajali ya moto katika mtaa wa Kongo na Nang'ombe. Kwa haraka tulitoa vikosi vyetu vyote tukijua kwamba Kariakoo ni sehemu ambayo ni hatarishi, na bahati nzuri tulifika mapema tukakuta kwamba kuna moto orofa ya 5 ambayo ndio ilikuwa imeanza kuungua. Lakini pengine niseme tu kwamba changamoto kubwa ambayo tumekumbana nayo ni namna ya mazingira yalivyokuwa. Barabara za kuingia eneo la tukio ilikuwa ndogo sana kwa sababu zimeliwa na wafanyabiashara. Kwa hiyo imetuia kazi ngumu kushindikana hili tukio, lakini pia jengo lenyewe limezungukwa pia na majengo mengine. Kwa hiyo ni sehemu ndogo sana ambayo tumepitia kuzima moto huu, na nimshukuru Mungu sana kwa sababu hapa tulipofikia, kama mnavyoshuhudia hapa, karibu 99% siwezi nikasema chanzo cha moto kwa haraka kwa sababu ilikuwa ni operation, lakini naamini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya atatengeneza tume kwa ajili ya kupunguza chanzo cha moto kuanzia kesho asubuhi. Kwa athari siwezi nikasema haraka, lakini kwa haraka hatujapata majeruhi yoyote, lakini kwa maana ya hasara za wafanyabiashara ni kweli zipo, kwa sababu tumeungua orofa mbili, orofa namba 5 na orofa namba 6 zilizoungua pamoja. Kulikuwa na mali nyingi, kulikuwa na nguo, kulikuwa na viatu na vitu vingine vidogo vya biashara. Kwanza sijajua chanzo cha moto ni nini, na kwa maana hiyo siwezi kusema kwamba labda pengine ni uzembe wa wafanyabiashara au ni mtu wa wafanyabiashara. Hapana, lakini la msingi kwamba ndio nataka kusisitiza hapa ni kuacha miundombinu salama, sisi kwa usalama. Hapo tokea matukio kama hayo ndio tutashuhudia. Tumepata sana shida ya kuingia. Kuna magari makubwa kama mnavyoshuhudia, lakini namna ya kuingia kwenye tukio ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunapowaambia kwa biashara kuacha inaweza kupita, walitambua ni muhimu sana katika maisha yao, maana tunaokoa maisha.